wala mikononi yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubaliana, wakapita wakafanya biashara kwa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20. Nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Rubeni birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akararua nguo siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia, nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Bwana abariki. Kama vile ambavyo tulitangulia kusema, leo tutazungumzia juu ya ulanguzi kwa binadamu. Katika kitabu kile ambacho tumesoma, uuzaji wa binadamu ulianzia zamani za kale. Maana tumeona katika maandiko ya kwamba katika familia yake Yakobo, baada ya kuwa na wana wake 12, katika wale wana 12 Biblia limenena wazi ya kwamba katika wale wana alifanikiwa kupata mwana wa uzeeni, ambaye yule mwana wa uzeeni alikuwa ni Yusufu. Katika upendo wa mzazi kwa yule mwana wa uzeeni ukawa ni mwingi kwake Yakobo. Biblia imenena wazi ni kwa nini ule upendo ulizidi kwake Yusufu. Umetuambia ya kwamba huyu Yusufu, wakati ndugu zake walifanya mabaya, yeye alikuja na kuambia baba yake juu ya mabaya yale ndugu zake wanafanya, na kwa ajili ya Yusufu kunena na baba yake na kumwambia ukweli wa mabaya yale ndugu zake ama kaka zake wanafanya, tunaona ya kwamba walimchukia. Chuki namba 1 ikaanza kwa ajili mtoto huyu ameleta maneno mabaya kwa baba yake. Haleluya! Kwa sababu hiyo Biblia imetuambia wazi ya kwamba Yakobo akapenda sana Yusufu. Kwa sababu ya kupenda Yusufu akamnunulia kanzu. Ile kanzu ikawa ya kwamba kwa sababu ya upendo wa baba yake ndugu zake hawakufurahia, na kwa ajili hiyo tunaona ugomvi umeanza katika familia. Pointi namba 2 ya chuki katika Yusufu na ndugu zake, tunaona siku ya kwanza akaota ndoto, akaona ya kwamba amefunga mikanda. Tumeambiwa katika zile mikanda akaona mikanda za ndugu zake zimekuja kuinamia mkanda wake. Baada ya kuambia tafsiri ama kuambia kile alichoona usiku, bado vita zikaanza. Kwa sababu gani? Yusufu alifichua vision ambao Mungu alikuwa amempea kwa kaka zake. Pointi namba 3 ambayo ilifanya hawa ndugu zake wamchukie tena, akaota tena ndoto. Katika ile ndoto nyota na mwezi akaona ya kwamba zimemuinamia, zimekuja mbele zake mpaka baba yake. Wakatamani kama huyu kijana anataka kuja kuangalia. Kwa njia hiyo baba yao wakaelewa this is a vision, lakini katika ndugu zao wakaelewa ya kwamba huyu kijana kitina mimba anataka kuchukua mamlaka ya jamii yetu.
wake. Haleluya! Vita nyingine zimekuwa katika nyumba zetu, maana wakati ule ambao Mungu ametuletea maono, wakati ule Mungu ambao amekufichulia vision na maono katika maisha yako, yale maono umeyatoa na kwenda kuzungumza na watu wale ambao hufai kuzungumza na wao. Baada ya kuzungumza na wao, wameanza kukuchukia, maana uliota ukaona ya kwamba unaendesha gari kubwa, uliona ya kwamba katika jamii yenu wewe ndiye ambao umebarikiwa zaidi kuliko ndugu yako, na umeenda kuambia. Baada ya kuambia, vita zikaanza. Haleluya! Wengine wameanza kukimbizana kwa ajili ya ile vision ambao Mungu ametuonyesha ya kwamba atatufanya watu mashuhuri, ama zile vision Mungu ametuonyesha ya kwamba katika nyumba yenu wewe ndiye utakayeokoa watu wa jamii yenu, na kwa ajili ya maono umeyazungumzia na ndugu zako na kaka zako. Wengine wanafikiria urithi wa uzao wa kwanza unahitaji kuwanyang'anya, na kwa ajili hiyo vita zimeanza. Haleluya! Haleluya! Mambo yakawa katika nyumba yake Yakobo. Biblia imetuambia wazi ya kwamba wakati ule hizi vita ziliendelea katika ile jamii, baba yake aliamua kumtuma huyu mtoto katika kuangalia kaka zake. Biblia inatuambia wazi ya kwamba huyu kijana alipoenda na kufika mahali kaka zake walipokuwa, mahali sasa uuzaji wa binadamu ulipoanzia, walipomwona wakaanza kumwita mwota ndoto, walipomwona wakaanza kufanya njama jinsi vile ambavyo watamuua. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Mpendwa, kuna watu wanaofanya njama za kutaka kuua maono yako, maana walitambua ya kwamba nyota yako inang'aa, nyota yako inang'aa kuliko wenzako wale ambao wametoka katika tumbo moja. Haleluya! Na ndiyo maana Mungu amenituma nikuje nikuambie sasa kuna suluhisho. Suluhisho ni kukaa kwake Bwana, suluhisho ni kutoa maono yako kwake Bwana na kuyaficha ndani ya damu ya Yesu ili yasionekane. Haleluya! Jamii nyingi saa hizi zinahangaika, ziko katika vita. Ndugu toka nitoke, hawaongeleshani. Kwa sababu gani? That spirit of competition imeingia katika ile jamii, maana ndugu anataka kubishana na ndugu mwenzake. Amesahau ya kwamba anastahili kubishana na ulimwengu. Kunakuwa vitu zile zilizo nzuri kuleta katika jamii, lakini si kupigana na ndugu toka nitoke. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu anazungumza ya kwamba tuache vita katika nyumba zetu, tuache kupigana sisi kwa sisi, kama vile ambavyo tumesoma katika Biblia. Rubeni pamoja na Juda, Mungu akatokea ndani yao, Mungu akanena ndani yao. Rubeni akawaambia, si vyema tukapata kumuua ndugu yetu, bali tumchukue tukamweke katika shimo, ili ya kwamba tusiwe tumeua. Lakini yeye alikuwa na nia, wakimweka katika shimo aje kumtoa mahali pale, arudi kwa baba yake. Haleluya! Haleluya! Pendwa, kuna jambo litakalopangwa kinyume na watu wa Mungu likose kufichuliwa, likose mtu wa kutoa mawaidha ya vile ambavyo utapata kupata uhuru wa kutokana na yale mambo. Tunaona walipomweka katika shimo, Mungu bado akaendelea kunena kupitia kwake Juda. Juda alipoona Waismaeli wanatoka wakielekea kule Misri, akasema, la, hatustahili kumwanga damu isiyo na hatia, bali damu yake Yusufu ni damu yetu. Kwa hivyo ni vyema tukamuuze kuliko kuua kaka yetu. Basi
Alipokusikizana ndugu zake, wakaona ni vyema kumuuza kwa Ismaili. Haleluya! Watu wengine wameuzwa katika nyumba zenu, wengine wameuzwa kwa waganga, wengine wameuzwa kwa wachawi, wengine wamepelekwa kwa maneno worship, maana wameuzwa na ndugu zao, wameuzwa na watu wa ukoo wao, maana hawataki kuendelea kwao. Nimekuja ndugu mpendo unaonisikiza, nikwambia ya kwamba Mungu ndiye ana usemi wa mwisho katika maisha yako. Haleluya! Kama utasimama dhabiti kwake Bwana, mpendo, watakapokuuza, watakapopeleka jina lako, itakuwa ni mwanzo wa kufungua baraka zako, itakuwa ni mwanzo wa kukuweka mahali pale ambapo unastahili. Maana Mungu wetu si binadamu. Mungu wetu mawazo yake si kama mawazo ya mtu. Yeye ukaa peke yake na upanga riziki ya kila mmoja peke yake. Yeye upanga maisha ya kila mmoja peke yake. Watapanga lakini hawatafaulu. Wakimakofi kwake Bwana. Haleluya! Biblia imenena wazi ya kwamba walipomuuza, walienda wakamuuzia Potifa, ambaye alikuwa ni mkuu wa kikosi pale Misri. Tunaona ya kwamba historia tunayo, alipompata Yusufu kamuweka katika nyumba yake. Yusufu kapewa mamlaka yote. Yusufu kawa ya kwamba Biblia inasema, ukisoma pale mbele, chochote kila Yusufu alichokuwa kigusa kilikuwa kinafanikiwa. Haleluya! Tazama sasa, mtu ameuzwa, mtumwa ameuzwa, lakini akikanyaga kwa Potifa, mambo yanaanza kubadilika. Neema yake Bwana ikaenda pamoja na yeye. Haleluya! Mpendwa, changamoto zile unapitia katika maisha yako, ugomvi ule ambao unapitia katika nyumba yenu, na kuambia hapo ndipo chanzo cha Mungu kukuinua. Haleluya! Ili wale wanaokufanyia mambo yale siku moja watambue na macho yao na washuhudie, kweli huyu ni Mungu. Tulikimbizana na yeye lakini hatukumuweza, na kweli kuna Mungu. Kaka, naomba kila mtu aseme amen. Kama unaamini yale maneno sema amen. Kama unaamini yale maneno sema ya kwamba maadui zangu watatazama baraka zangu kwa jina la Yesu. Nimekuambia useme, sijakwambia useme amen. Unajua saa ingine mtihani ulianguka tu kwa sababu hiyo ndio ilifanya mkaanguka mtihani. Nimesema hivi, maadui zangu, sikiza kwanza, maadui zangu wale wanakimbizana na mimi, ninaomba wakatazame kubarikiwa kwangu katika jina la Yesu. Tamka sasa, maadui zangu amen. Na watu wamechanganyikiwa, kuna watu wamechanganyikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa nimesimama katika madhabahu, naenda kutabiri katika jina la Yesu, mtu yeyote yule ambaye anakimbizana na maisha yenu, mtu yeyote yule ambaye anakimbizana na kubarikiwa kwenu, katika jina la Yesu Kristo, wakae maisha marefu, watazame Mungu akiwabarikia. Shimo watakaochimba kinyume na ninyi, watazame Mungu amewabarikia. Na jinsi vile ndugu zake Yusufu walienda pale Misri wakiwa na aibu, pia na wao ninatabiria wakuje na aibu, wanyenyekee mbele zenu na waseme ya kwamba
Haleluya. Mpendwa, mbona unajipigania? Mbona umechukua vita na kwanza kujipigania? Mwachie Bwana. Vita hizi ni za Mungu. Yusufu atakupiga nduru. Hakuna mahali tumeambiwa alipiga nduru. Umesoma hapa mabili ndio sijasoma. Yusufu alikuwa na uwezo. Tumeambiwa mahali alipoenda pa kwanza alipatana na mtu akizunguka zunguka. Kwa hivyo kulikuwa na mtu alikuwa karibu na yeye na alitambua kunaye mtu amemwelekeza kwenda mahali kaka zake wako. Kwa hivyo anaweza kapiga nduru waje kumsaidia. Lakini alinyamaza akajua, Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini. Kunayo sababu ya kupitia katika changamoto zile unapitia. Kunayo sababu ya kulala na njaa siku moja, siku ya pili, siku ya tatu tambua kunaye Mungu anaomba kufungua njia. Haleluya. Lakini siku zote ukikaa na shibe, ukikaa na kupata kila kitu kwa urahisi, itafikia mahali useme hakuna Mungu. Ni kwa ajili ya bidii zako. Nani alikudanganya? Bidii zako zikupeleke wapi? Ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Ulanguzi wa binadamu kazi hapa. Wapendwa, Mungu ametumana siku ya leo kama vile ambavyo tumesoma katika Biblia zetu. Walipomuuza Yusufu kwa Ismaili, walimchukua wakampeleka katika nyumba yake Potifa. Nataka nikwambie mpendwa, ukijiunganisha na Mungu, kunazo baraka ziko mbele yetu baada ya kushinda majaribu. Haleluya. Ni chako kujiunganisha na baraka zako. Ni chako kujikanisha na Mungu. Ni chako kumwambia Bwana, ni kwa nini hiki Mungu? Na unasema nini na nini? Unazungumza nini katika maisha yako? Na bila shaka atafungua njia. Kuna uwezekano ulali. Kuna uwezekano unakaa mchana mzima ukifikiria. Kuna uwezekano hata kilio umelia miaka nenda rudi, bado siku yako haijafika. Mungu siku ile ataamua kukujibu. Mpendwa, utalia kilio cha furaha ukisema hakika wewe ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu, sini kitu gani kinasumbua moyo wako? Sini kitu gani kinakufanya ulie? Sini kitu gani? Labda ni ndugu zako, labda ni watoto wako, labda ni watu wa ukoo wenu. Sababu sitafute adui bali na wewe. Adui ni wale ambao mmekula pamoja, umelelewa pamoja, wanajua nyumba yako in and out, wanajua hapo kwenu, na wakikuja wanakujanga free. Hakuna mtu anawazuilia, maana tunatambua huyu ni mtu wetu na anakuja tu na freedom yote, anaingia kila mahali na unasema ananipenda mama huyu, ananipenda huyu mjomba wangu, kumbe anakukulia kwa mfuko kama njugu karaka. Jihadhari na watu wote, sana sana wanaoingia katika nyumba yako, wanaojifanya marafiki wa ndani, wachunguze. Haleluya. Ukipatwa na shida, yule wa kwanza kuingia, kwanza toa pati ya urafiki, chunguza pati nyingine ndio upate picha. Haleluya. Haleluya. Wachawi wamejua akikuroga akutumie kitu, kesho yake atakuwa wa kwanza kufika kwako na kukushauri vile ambavyo utafanya. Jihadhari na maumizi, ninaitwa maushauri ya madini zile ambazo unapewa. Kwanza mtu wa kwanza mchunguze vizuri. Yule amekuja wa kwanza mchunguze vizuri na usimuonyeshe, chunguza kwa maombi. Na ukishuku sana mwambie ngoja kidogo, ingia mbele, najifunika na damu ya Yesu Kristo, kama amekuja kwa nia mbaya
ninavunja njia zake katika jina la Yesu. Nikitokea kwake Bwana, naomba nikawe moto akatoroke. Unasoma unarudi sasa. Sasa ulikuwa unasemaje? Unaendeleaje? Unapiga story na kwambia, unajua hata siku nimefungulia mbuzi, nataka kujikia nikafungulia mbuzi. Wewe jijazie, sema Mungu wewe ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kile ukiona amekaa na umewakisha moto, jua wewe ni rafiki mzuri. Haleluya. Kile ukiona pia ameenda haraka, usiseme ni mchawi, maana pastor alisema ukiona amekaa kidogo na ameenda ule ni mchawi. Watu wana mawazo tofauti. Mimi sijasema hivyo. Anaweza kuwa pia alikuwa amekuja na haraka. Na uone amekuja kwako na haraka. Pastor kweli alituambia na kama huyu. Cha kujijasia mambo. Siombe sana kama umenishuku. Ndio Mungu akupe ufunuo. Haleluya. Ni kitu gani kinakusumbua? Madhabahu iko wazi. Kuja mwambie Bwana. Tusimame. Tusimame na miguu yetu. Wimbo ukiendelea kuimba, kama unaaja soka katika madhabahu. Siharibu muda, naenda haraka sana. Ni yule atakaye ndiye atakayekanyaga katika madhabahu yake Bwana na kupokea kile ambacho anahitaji, jibu ya moyo wake, maana liko mikononi mwake Bwana. Labda umekuwa ukijiuliza maswali, ni kwa nini haya? Ni kwa nini haya? Biblia linajibu. Maana kile ambacho kinaenda kuja ni baraka, ni kuinuliwa. Chukua nini za kupigia magoti pale. Usipigie magoti bila kitu cha kupigia magoti pale. Siko pale. Mungu anajua. Ana sababu. Anaenda kukupigania. Labda vita unazopigwa ni kwa ajili ya nyumba yako. Ni kwa ajili ya watu wenu. Ni kwa ajili ya marafiki zako. Maana walitambua katika kazi yako, walitambua njia zako unazoingililia na wakakutenga. Ninaomba kwa jina la Yesu, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Endelea kumwita Bwana, endelea kushitaki shetani. Endelea kuita nguvu zake Mungu. Maana yeye ni mtetezi. Aendelea kukutetea katika jina la Yesu. Ninaomba nguvu za Mungu. Ninaomba Jehova. Wapendwa nione katika madhabahu. Kila mmoja amesonga na hitaji ndani yake. Kila mmoja ana kilio katika moyo wake. Baba Mungu wa mbinguni, naomba ukashuke kwa niaba yao. Naomba ukashuke Bwana. Kutana na kilio chao. Kutana na vita vyao. Yesu kawapiganie. Bwana wa Mungu kawapiganie. Anza kupigana kwa niaba yao. Anza kupigana Bwana. Anza kupigana Jehova. Kama kuna wale wametegwa, wakatumiwa mapepo, wakatumiwa mauchawi, kwa heshima ya nguvu za Bwana, ninaomba nguvu za Mungu zikashuka sasa kuvunja na kuharibu kila ngome zote. Naomba zikavunjike, naomba zikavunjike. Mitego na maroho ya kutegwa katika maisha yao naenda kutegua kwa jina la Yesu. Naenda kutegua kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Mungu, naachilia nguvu za Mungu, naachilia nguvu za Bwana, naachilia nguvu za Bwana. Siendelee kutenda kazi. Nguvu za Bwana endelee kufungua watu wa Mungu.